Dada mmoja anaitwa Ando. Hebu sema Ando. Bila shaka ananisikia. Huyo dada alikuwa anasoma form 6. Ametoka nyumbani kwako ni Iringa kule Ilula, akaja hapa Dar es Salaam akaokoka. She was very bright in class, very bright. Sasa alipookoka, amemaliza shule sasa form 6. Kile kipindi cha wakati ule wanakwenda kukaa nyumbani wasubiri matokeo. Alipofika nyumbani kuambiwa ameokoka, wakamwambia rudi huko Dar es Salaam, hutakiwi hapa. Sisi ukoo wetu hatutaki mambo ya wokovu, tutatuharibia ukoo. Na hapo unapokuwa unaongea na unabomoa vitu vyetu, ondoka kabisa. Akafukuzwa. Huyo dada akatoka kule kwao Ilula akaja hapa Dar es Salaam kwa sababu alikuwa anasoma shule ya boarding hapa Dar es Salaam, akawa hana pa kukaa. Akaanza kukaa kwa watu mbalimbali tu hovyo hovyo, maisha yake magumu kama kichaa. Ikatokea siku moja mimi na mke wangu tukakutana naye. Ile ameamua kumfuata Yesu. Kuna watu wengine unaamua kumfuata Yesu, unapokutana na changamoto fulani unamsacrifice Yesu. Nasema jamani, mambo yamekuwa magumu, nifanye tu kama wanavyotaka. Fanya tu kama wanavyotaka basi. Haikuwa bahati yangu, haikuwa bahati yako. Kuna maamuzi mengine mazito yani. Ukitaka kuzungumza mpaka unasikia moyo unatetemeka. Alafu unasema moyo wangu na vyote vivyo ndani yangu muhimidi Mungu mwamba wa wokovu wako. Ndio. Unasema hivyo ndani ya moyo wako kwamba moyo wangu na mwamba wa wokovu wangu muhimidi Bwana, mtukuze Mungu daima. After all, kuna siku watu wote watakufa. Kila aliyesimama katika nchi, ukienda kutibiwa hospitali unaahirisha kifo. Hospitali yote unayoyaona hayo ni center za kusogeza mbele kifo. Kwani kwa sababu umetibiwa hutakufa sasa, utakufa baadaye. Yaani hospitali zote ni center za kufika pale ulikuwa unatakiwa kufa kabisa, wanakutengenezea madawa niko mzima. Sio kwamba ndio hutaugua. Kama hutaugua utazeeka, utafikisha miaka 100, 200, 300, 400, 500, 900 kama Adamu. Unaahirisha tu. Kwa hiyo kuishi muda mrefu ni kuahirishiwa muda mrefu. Lakini unachoacha duniani ndio kinaongea hata kama haupo. Kinazungumza. Muulize mwenzako, ukitoka duniani leo kwa mfano sasa hivi umeacha nini? Huyo dada akasema wewe unamfuata Yesu. Akaamua uamuzi wake, mimi bwana, akakosa pa kukaa, akaanza kukaa Kariakoo. Analala Kariakoo kule station mjini. Dada mzuri anaitwa Ando. Siku moja tu mimi na Grace tuka encounter naye. Yaani ana matatizo, tukamwambia kumuuliza, anaongea vizuri. Naitwa dada Ando, nimeokoka, nampenda Yesu, nilikuwa nasoma hapa, nakaa kwetu Iringa, ukoo wa fulani, anaitwa Helela. Nimefukuzwa kule nyumbani, twende nyumbani. Tukambeba, tunakaa Msewe pale. Na hapo tunakaa na sisi kuna chumba kimoja na sebule tu. Tukakaa naye, yani dada mzuri mwema. Tukakaa naye kama miezi 6 hivi. Haruhusiwi kufika kwao. Ikatokea siku moja kuna mchungaji mmoja rafiki yangu anaitwa Pastor Ben. Ni Mkenya. Akaja kututembelea nyumbani kwangu. Akaniambia, mchungaji, unajua mimi napenda sana tabia ya Watanzania. Huyu binti wa nyumbani kwako nampenda sana mchungaji. Naomba niongee naye, kama akikubali tuwe mume na mke, tufunge ndoa. Huyu mchungaji sio wa kawaida. Sio wa kawaida. Ni mchungaji kiongozi, ni mtu. Nikamwambia ongea naye. Alipoongea na Ando akasema hamna neno, mimi nampenda Yesu, ili mradi ni mchungaji. Yule kumbuka sasa Ando sasa ameamua kuolewa na yule mchungaji. Ni Mkenya, anakaa Nairobi. Mambo yanaanza kuhama sasa. Ule uamuzi wake wa kumsimamia Yesu unaanza hasa dalili za kuanza kuishi Nairobi zinaanza. Maamuzi yanaweza kukuhamisha mji unaokaa ukaenda mji mwingine.
Kaka akasema nataka kwenda kutoa mahali. Akaenda Nairobi, akaja nataka kwenda kutoa mahali. Mimi sipafahamu kwao, yule binti washamfukuza. Nikamwambia binti, jipe moyo, mimi na mchungaji wa Kenya na wewe na mtu mwingine tukaendesha gari kwenda mpaka ile kupatafuta nyumbani. Tukapapata. Kuambia bwana tumeleta mahali, wakasema sisi hatutaki hata mahali. Hatujui huyu mtu alishafariki kwetu. Yaani hayupo. Hata kama mnaweza tupa. Chukueni, yaani hatujui huyo mtu. Tukarudi na mahali yetu. Tunaje tufanyeje? Mimi nikasema mimi nafunga hili. Nikamuuliza miaka mingapi unayo? Wakati huo anasema na 23. Nikamwambia nafunga ndoa. Kamfungisha ndoa hapa. Wakamaliza wakaenda Nairobi na mume wake. Kufika kule Nairobi ikatokea maajabu. Mume wake akaambiwa na mtu, bwana umepewa visa ya Marekani miaka 10. Akasema kivipi? Kuna lottery, alikuwa anajaribu kucheza lottery. Alipocheza tu mara moja hivi akakubali. Akapewa visa miaka 10. Akasema nimeoa na familia yake ikapewa. Kwa hiyo Ando akaondoka kwenda Marekani, California. Hatukumuona tena. Mume wake akaenda kuanza kanisa kule, hatukuwaona tena. Maamuzi yamemtoa Ilula paka wapi? California. Hatuko miongoni mwao wastao. Mwaka 2006 mimi nikakaribishwa kwenda kuhubiri California mimi. Wakati ule Salama Dunia pamoja na Pastor Leonardo wa Bukoba nikaenda nao kwenye mkutano mkubwa. Yani mimi sasa najiandaa kuhubiri pale, nimechemka. Mtu akanishika kwa nyuma. Kugeuka hivi. Kama namfananisha vile. Lakini wa Marekani amepiga magoti mpaka chini sana. Hivi. Akaniambia unanikumbuka mimi? Nikamwambia bwana niache kwanza. Akaniambia mimi ni mwanao Ando. Mkutano huu unaoona tumeandaa sisi. Hata yule mume wake nishamsahau hata sura. Akasema yule si ndio mume wangu? Mtu wa mchungaji kiongozi wako California, LA, Los Angeles. Wana gari lao limepaki pale nje, wako sawa. Yaani wako sawa. Na maana wako sawa yani. Ndani ya California. Baada ya ibada nikaingia nyumbani kwao. Wako sawa. Wamezaa na mtoto akamwita jina lake Success. Wana mtoto. Mpaka sasa hivi ninapoongea anaishi California na mmewe ni wachungaji, viongozi wa kanisa. Kitu gani kitakuondoa kulima nyanya Ilula? Maamuzi. Mwambie mwenzako maamuzi. Lakini yule kaka Beni, Pastor Beni alikuwa maskini. Sio mtu mwenye uwezo mkubwa anampenda Mungu. Alikuwa ni mtu ana kazi yake ya kuhubiri, anajua kutunza, anampenda Yesu. Nikwambie mtu kama anampenda Yesu, hata kama hana kitu, ana kila kitu. Sasa maamuzi yake yamemfanya aingie California. Decision making ni muhimu kweli. Kuna kuwahi kuamua na kuna kuchelewa kuamua. Ukiona kuna mahali Mungu amefungua mlango na ukafanya vigezo vyote vya kuamua haraka, safari hii tulipokuwa Marekani, akanisikia niko kule Atlanta, Georgia. Akatafuta mpaka akanipata. Baba lazima uje California. Sina muda. Baba lazima uje California. Sina muda. Baba lazima uje California. Baba hata kama huwezi kuja basi nikubariki tu. Nataka kukutuma kitu. Uko wapi? Nitume kitu. Tume kitu.
Nikasema tuma. Maamuzi yake yanamfanya leo ana capacity ya kutuma. Decision. Sasa kuna watu wako hapa, una jambo kabisa unataka kuamua, lakini wewe huna cruiser kuamua. Maamuzi yamemhamisha kutoka Ilula. Baada ya miaka mingi ndugu zake wakaanza kuja. Hivi mchungaji, yule binti alishaendaga wapi? Huwa iko namna hiyo. Kaka yake alikuwa daktari wa medicine. Hivi yule dada yetu crazy alishaendaga wapi? Nisema yuko California. Sema California. Tena sio California pembeni Los Angeles. Inaitwa LA. Yuko California. Alienda California mjinga, sio mjinga, yuko sawa. Akaanza na kutuma mrahaba huku nyumbani. Tuma $500, tuma $600, tuma $700, baadaye tumekusamehe. Baadaye tumekusamehe. Simamia ulichokiamua. Nikwambie jambo moja. Utasoma hii Biblia kwa wakati wako. Musa alipokaribia kuingia kwenye nchi ya ahadi, akatuma wapelelezi wangapi? 12. Wengine wametajwa majina. Lakini walipofika kule, wakakuta kule kuna midude ya kufa mtu. Wakaambiwa na Musa, nendeni kwenye upelelezi wenu, wamepewa guidelines, muone mashamba yalivyo. Sio tukaingia kwenye nchi ya ahadi kumbe ni magumashi. Hapa ndipo Mungu atuleta mashamba yalivyo. Watu walivyo. Wanakaa katika matuo au katika ngome. Halafu anasema jipeni moyo, ikibidi muyalete matunda ya nchi. Yaani jipeni moyo kwenye kupeleleza, mbebe baadhi ya matunda mje nayo tuyaonje. Ninaamuru yaonje matunda ya ile nchi unayoiendea kwa jina la Yesu. Ingawa hujafika bado. Wale mabwana wakaenda pale. Walipofika wakawakuta watu wa mji ule warefu kutoka hapa mpaka pale juu. Nasema mashamba, wanakaa katika ngome zimezungushiwa ukuta. Haitoshi, ila matunda yake ukikuta epo kubwa kama kichwa cha mtu. Yaani matunda mazuri. Jamaa wakayabeba matunda, wakamletea Musa. Walipofika kwa Musa wakaanza kwanza, Musa, matunda haya hapa, nchi na matunda, ila kuna vita kwenye matunda hayo. Kila mahala penye matunda mazuri pana vita. Umenisikia wakaja na matunda, lakini wanasema matunda haya hapa, ila tusikilizeni kwanza kabla mjaenda. Bwana, kwanza nchi yenyewe tuliyokwenda ina wala wanaoikalia. Halafu kule tumeyakuta majitu yanaitwa watoto wa Anaki. Tulipowaangalia kwa saizi yetu tulivyo sisi ni kama panzi. Yaani tukienda atatushika tunajaa mkononi mwake madude. Wakamwambia kabisa, Bwana Musa, mtumishi wa Bwana, eneo hilo sio la kupeleka watu. Tuachane na hii wazo. Biblia inasema walilia watu siku hiyo, walilia. Wakasema yani tumesafiri kutoka Misri miaka 40. Tumekaribia, yani nchi ya ahadi ni kama Kigamboni, kwa sababu itakiwa avuke mto Jordan. Lakini wameambiwa majitu ya kule sio mchezo. Watu wakalia mno. Wakaamua sasa Musa apigwe kwa mawe. Kwa sababu wewe umetuongoza, apigwe kwa mawe. Akasimama sasa Joshua na Caleb wawili. Wakasema, kabla hamjapiga kwa mawe, sikilizeni. Ni kweli nchi tuliyokwenda kuipeleleza majitu yapo. Ni kweli nchi tuliyokwenda kuipeleleza ina wala wanaoikalia. Ila mimi naleta taarifa sawasawa na moyo wangu. Anasema Caleb, and I brought the report according to my conviction. Niliona, lakini kulingana na moyo wangu nasema hivi, tokwe
wenyeji wa mji ule uvuli wao umeshaondolewa na mioyo yao imeyeyuka, bila shaka watakuwa chakula chetu. Aliposema hivyo Joshua na Kalebu, wale watu 10 walioleta majibu ya kinyume wakawaambia wale makutano, hawa jamaa wanawadanganya, wanawachombeza mkauawe. Watu wote wakachukua mawe, yani wale wana wa Israeli wakachukua mawe wampige Joshua, wampige Kalebu, wampige Musa, kwamba yani wewe Joshua na Kalebu, wenzenu wote 10 wameleta jibu linalofanana, alafu nyie wawili mnasema kwamba watakuwa chakula chetu, wapigwe. Watu wakaokota mawe. Walipookota mawe, Biblia inasema ndipo utukufu wa Bwana ukashuka kuamua vita. Ukaamua vita kati ya watu 12. Mungu ashuke kuamua vita unaoiface kwa jina la Yesu. Utukufu wa Bwana ukashuka. Yani wakaona wingu limeshuka kwa dharura. Mungu akasema wale wote walioleta taarifa mbaya watakufa wote hapa jangwani, wote na watoto wao. Watakaoingia nchi ya Israeli ni wale 2 tu, Joshua na Caleb. Wanaoleta taarifa njema wataingia kwenye nchi ya ahadi kwa jina la Yesu. Taarifa njema ni ipi? A conviction according to my heart. Yani moyo wangu unasema mimi niende. Moyo wangu unasema mimi niende. Kilichotokea, Musa akafia pale. Mungu akamwambia Joshua, wewe chukua watu waongoze kwenye nchi ya ahadi. Kwa nini? Si ulishawahi kufika? Ulishayala matunda yake? Joshua akawaongoza. Alipokuwa anawaongoza, Kalebu akaonekana kana kwamba hana kitu. Wakaenda wote mpaka kwenye nchi ya ahadi. Walipofika kwenye nchi ya ahadi, Joshua, siku ile Kalebu alipoleta taarifa njema, mtumishi wa Mungu Musa akamwambia Kalebu, kwa sababu umeleta taarifa njema, utachukua Hebron yote, itakuwa mali yako na vizazi vyako. Utachukua, kwa sababu umeleta taarifa njema, utachukua Hebron yote, itakuwa wewe na wanao mtamiliki mji kwa sababu ya taarifa, habari njema. Baada ya miaka 40, Kalebu alikuwa hajamiliki. Pamoja na kwamba ilishasemwa atamiliki, akamwendea Joshua akamwambia, Joshua, unakumbuka miaka ile, miaka 40 iliyopita, mimi nalikuwa kijana wa miaka 40 tulipokwenda kuipeleza nchi ya ahadi, na mimi nikaleta taarifa sawa sawa na moyo wangu, na wenzangu wakaleta taarifa iliyoyeyusha mioyo ya watu. Hebu sema iliyoyeyusha mioyo ya watu. Yani kabisa, yani aisi mtakwisha, yani kwisha kabisa, taarifa ya kuyeyusha moyo wa watu. Akasema na Mungu aliniambia atanipa Hebron. Joshua, nipe Hebron. Joshua akamwambia, simama ukapigane. Kuna huyu Kiriath-Arba ambaye ni mkuu wa Manefil, anakaa huko Hebron, kapambane naye uchukue ule mji. Pamoja na kwamba mtumishi wa Mungu Musa alishasema umepewa, lazima upigane naye. Biblia inasema Joshua akakwea, Kalebu akakwea akiwa na miaka 80. Mungu akiwa upande wako, hakuna umri ambao huwezi kuwini kwenye maisha. Hakuna umri ambao huwezi kupata mchumba, hakuna umri ambao huwezi kuolewa, hakuna umri ambao huwezi kupata success. Miaka 80. Kwa hiyo angalia faida za maamuzi.